Ndugu wafanyabiashara, ndugu walipa kodi, tunaendelea kukumbushana kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu ulipaji wa kodi. Leo tukumbushane kuhusu ulipaji wa kodi ya mapato. Kodi ya mapato tukizingatia ile sheria ya kodi ya mapato ambayo ndio inayotuongoza. Katika kulipa kodi, wafanyabiashara walio wengi au walipa kodi walio wengi wanafuata ule mwaka wa biashara. Na mwaka wa biashara wa wafanyabiashara wengi ni ule unaoanza tarehe 1 mwezi wa kwanza hadi tarehe 31 mwezi wa 12 wa kila mwaka. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa kwanza hadi tarehe 31 mwezi wa 3 ni vipindi vya makadirio ya kodi. Tunashukuru wengi ambao wamejitokeza kwa ajili ya kuwasilisha makadirio ya kodi. Lakini kumbuke kwamba kila mwaka baada ya mwaka ule wa biashara kuisha au mwaka wa mapato kuisha, mfanyabiashara mlipa kodi anapewa miezi 6 kuhakikisha kwamba anaandaa mahesabu yao. Anaandaa return yake ya kodi, tunaita return of income ya mwaka wa mapato uliopita. Kwa let's say kama mwaka huu tunazungumzia kuhusu mwaka wa mapato 2024 ambao umeisha tarehe 31 mwezi wa 12. Wafanyabiashara wamepewa miezi 6 ambayo inaisha tarehe 30 ya mwezi wa 6 ya mwaka huu. Kwa kipindi hiki kuanzia mwezi huu wa 4 mpaka mwezi wa 6 tarehe 30 ni kipindi kwa wewe mfanyabiashara ambao unaandaa mahesabu yako. Kaa karibu na mshauri wako wa kodi kuhakikisha vitabu vyako au mahesabu yako yanaandaliwa vizuri. Kumbuke kwamba kuchelewa kuwasilisha hayo mahesabu yako au return of income itasababisha wewe kupigwa penalty. Tuzingatie muda huo ambao umewekwa. Tukiamini kwamba kila mmoja ataenda kuwasilisha return yake na kulipa kodi kwa wakati. Na kodi ile ambayo iko ndani ya hizo return tunaita tax as per return, na yenyewe inalipwa kabla au mnamo tarehe 30 ya mwezi wa 6. TRA tunasema pamoja tunajenga taifa letu na kodi yetu ndio maendeleo yetu. TRA, pamoja tunajenga taifa letu.